bila kukutana na Mungu akupatie kifurushi chako. Amen. Mwambie jirani yako kuna kifurushi chako leo katika nyumba ya Bwana. Mhubirie, mwambie kimeandaliwa, kimefungwa tayari na hiki ni cha kwako. Tafadhali usije ukaondoka ukakiacha. Mwambie, mhubirie mwingine, mwangalie kabisa, mwambie kifurushi hiki ni cha kwako, usije ukakiacha. Kimeandaliwa kwa ajili yako. Tafadhali uondoke nacho. Asante sana. Naomba nizungumze kwa kifupi sana kwa sababu muda wetu umeenda. Ni dakika chache tunazozimalizia kwa ajili ya muda wetu. Tumekuwa na mtiririko wa masomo ya ukombozi ambayo tumekuwa tunajifunza, tumetembea nayo kuanzia tulipoanza somo letu la ukombozi. Kwa wale ambao walikuwa wanafuatilia, ambao mtakuwa na kumbukumbu, tumekuwa na ukombozi wa katika maeneo mbalimbali. Tumeuangalia ukombozi wa roho na tukasema hatua ya kwanza ya ukombozi wetu ni ukombozi wa roho. Na tulipokuwa tukizungumza habari za ukombozi wa roho, tulijifunza mambo mengi yahusianayo na kukombolewa. Roho zetu tumekombolewa, lakini pia tulizungumza juu ya ukombozi wa nafsi, kwamba nafsi inahitaji ukombozi. Kati ya vitu ambavyo adui anapambanaga navyo sana ni nafsi. Tukazungumzia ukombozi wa nafsi, kwamba nafsi inahitaji ukombozi. Lakini pia tulizungumzia habari ya ukombozi wa mwili. Ukombozi wa mwili, tukasema kwamba mwili unahitaji ukombozi. Mwili unahitaji ukombozi. Na najua ya kwamba ulishika vizuri hiyo, na kama kuna swali katika somo la ukombozi juu ya jambo lolote lile, unaweza ukauliza swali. Lakini pia tulizungumzia habari ya ukombozi wa familia. Ukombozi wa familia. Ukombozi wa familia. Unaweza ukapata ukombozi lakini ukajikuta kwamba familia yako umeiacha mbali. Familia yako haijapata ukombozi. Hii ndio maana unaona mara nyingi sana mtu anajikuta kwamba ameokoka lakini familia yake iko mbali naye, haimuelewi, haielewi kile anachokiamini. Ukombozi wa familia. Nilikuwa nikifundisha kanisa letu niloko Kitasha Jumapili nikisema hivi ya kwamba Yesu alipokuwa hapa duniani kwa kipindi chote cha miaka 33.5, miaka mitatu ile ya utendaji, lakini mpaka akiondoka, ndugu zake walikuwa hawaelewi chochote kabisa. Walikuwa hawaelewi, hawamwelewi, hawamwamini. Akiwemo Yakobo alikuwa hakukubali. Yeye alikuwa anasema tunajua huyu ni ndugu yetu, ni mtoto wa kambo. Historia tunaelekezwa kwamba sio mtoto wa baba yetu. Hivyo tu, kwa habari ya miujiza anayoitenda tutaona mwisho wake ni nini mpaka Yesu anaondoka. Lakini dakika chache ndani ya zile siku ambazo Yesu alikuwa akiwatokea watu kadha wa kadha, watu mara 40 hapa duniani,
mojawapo alimtokea ndugu yake kabisa, Yakobo. Kwa hiyo akadili na Yakobo. Yakobo akapata ukombozi, lakini baadaye alipata ukombozi Yuda. Kwa hiyo ukombozi wa ile familia ukapatikana. Lakini pia tulizungumza habari za kuvunjwa madhabahu za kifamilia. Tuliona kwamba kuna madhabahu ambazo zinajengwa katika jamii, na kila jamii ina madhabahu, kama vile zilizo madhabahu za taifa. Madhabahu zilizoko katika jamii pia zipo katika koo na maeneo kama hayo. Kwa hiyo madhabahu hizo zivunjwe. Kila mtu anahusika kuvunja madhabahu ambayo imejengwa katika jamii yao, madhabahu ambayo inanena, madhabahu ambayo inatolewa makafara, madhabahu ambayo imekuwa inaachilia nguvu, kwa sababu kila madhabahu huachilia nguvu. Sasa yategemea ni nguvu ya aina gani inayoachiliwa na hiyo madhabahu. Kwa hiyo hakikisha hautasumbuliwa na madhabahu za ukoo wa kwenu, hautasumbuliwa na madhabahu za familia yenu. Watu wengi wamerudishwa nyuma kabisa na madhabahu hizo. Jana nilikuwa nikizungumza na mtu juu ya madhabahu, tukaiona hata uchumi wake yeye kama yeye umeshikiliwa na zile madhabahu ambazo zipo, madhabahu ambazo zinanena katika ukoo wa kwao. Na sina muda ni kuonyesha vile uchumi wake ulishikiliwa na hizo madhabahu. Lakini pia tuliangalia ukombozi wa ardhi hii tunayoitumia. Tukaangalia pia ukombozi juu ya maneno yanayotamkwa. Kila neno linalotamkwa lina uhai wake. Mtu akikutamkia neno akasema hautaenda mbali, hiyo ni mbegu ameitupa kwako. Na jua hili ndio somo lilokuwa nafundisha mwalimu Jumapili iliyopita, kwamba hayo maneno yanapaswa yavunjwe. Lakini pia tuna ukombozi dhidi ya uchumi wetu. Nataka nizungumze hilo kwa kifupi sana. Ukombozi dhidi ya uchumi wetu. Uchumi wetu unahitaji ukombozi. Kati ya vita ambavyo mtu baada ya kuokoka anavyopambana navyo ni vita dhidi ya uchumi. Wakati unapookoka, mashetani hayataki uondoke na chochote. Yamejaribu kukuzuia usije ukampata Yesu, yakashindwa, wakakuachia. Wakajaribu kuizuia familia yako, ukatafuta ukombozi wa familia, wakaiachia familia. Sasa ukombozi wa uchumi wako ni wa muhimu sana, na unaweza ukajikuta pamoja na njia nyingi ulizonazo za kutafuta kipato, lakini unaweza ukajikuta kwamba unatafuta hata jinsi ya kutoa sadaka haupati. Kwa nini? Kwa sababu kuna nguvu inapambana na uchumi. Hiyo nayo ni vita, inaitwa vita vya uchumi. Na watu wengi wameshindwa kugundua hii siri kwamba kuna vita dhidi ya uchumi. Kwa hiyo akajikuta yuko hivyo hivyo. Fuatilia, utagundua watu wa njia hii wakiwa wanasomeka
kiuchumi wako chini sana. Kuna mambo mawili. Jambo la kwanza ni lile kwamba matajiri wengi hawapendi kuokoka. Ukimwona tajiri ameokoka, anakutana na Yesu kwa njia ya pekee sana. Hiyo ni njia ya kwanza. Kwa hiyo wakaanza kuitwa watu wa aina fulani. Hiyo ni njia ya kwanza. Lakini njia ya pili ni ile vita dhidi ya uchumi. Vita ambavyo sasa tunapambana tukiwa humu ndani kwenye nyumba ya Mungu, tunapigana vita. Mfano mzuri tunamwona Farao. Farao alipoona Israeli wameondoka, akasema tafadhali watoto wabaki. Musa akasema hatutawaacha vijana wetu, hatutawaacha watoto wetu, na wao wanatakiwa hapo mbele waende wakamwabudu Mungu. Kauli nyingine iliyokuwa ya nguvu, kauli nyingine aliyoisema Farao, alisema basi mtaondoka ninyi tu, mtaacha ng'ombe zenu huku Misri, mtaacha kuku zenu huku Misri, mtaacha dhahabu huku Misri, hamtaondoka na kitu. Haya, nendeni zenu mkaniombee na mimi. Kwa hiyo kama wangefurahia wakasema afadhali hata tumeachiwa sisi tuende, kwani fedha ni nini bwana, wangeenda wakiwa maskini sana. Lakini Musa akapata ufunuo, akamwambia Farao, Mungu tunayemtumikia, Mungu tunayeenda kumtolea dhahabu na dhabihu, anataka fedha, na ibada yetu tunayoenda kuifanya inahitaji fedha. Kwa hiyo tutakwenda na fedha zetu. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Tutakwenda na fedha. Fedha zinahitajika. Tutakwenda na ng'ombe zetu. Ng'ombe zinahitajika tukamtolea Mungu dhabihu. Hatutaacha ng'ombe, hatutaacha mbuzi, hatutaacha kitu. Musa akaongeza ile wanaita mikwara, akasema hata ukwato wa ng'ombe zetu hatutauacha huko mbele. Jina la Bwana libarikiwe. Alijua hii siri ya vita dhidi ya uchumi. Ndugu zangu, kama hatutapigana vita dhidi ya uchumi, tutajikuta maisha yetu yamekuwa ya omba, maisha yetu yamekuwa ya shida. Yaani unajaribu kufanya jambo, unajikuta kwamba umeshindwa. Haiwezekani. Unajaribu mara ya kwanza, unajaribu na mara ya pili, unajaribu na mara ya tatu, hiyo biashara inakushinda. Unamkuta mpendwa anasema, mimi nimejaribu kila kitu, nimeshindwa, basi mimi sikuandaliwa hayo. Na mwingine anainuka hapo pembeni. Umeshasikia zana iliyopo duniani, mtu akiwa na uchumi mkubwa leo unaitwa ni uchumi wa mashetani. Si ndio hivyo? Hiyo nayo ni zana potofu. Lazima tujue kwamba fedha na dhahabu ni mali ya Mungu wetu. Na sisi, yani kati ya watu wanaopaswa wazirithi ni sisi tuaminio. Ni sisi ambao ni wana halali wa Mungu. Kwa nini tusirithi? Labda ni uzembe na ujinga tu, lakini ni haki yetu ya msingi turithi. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ukombozi dhidi ya uchumi wetu ni wa muhimu. Ukombozi dhidi ya kazi za mikono yetu ni wa muhimu. Ni lazima ujue ni haki yako ya msingi. Ufanye jambo ufanikiwe. Ni haki yako ya msingi. Lolote ulitakalo ulipate. Ni haki yako ya msingi. Baraka zikujie. Tuangalie mambo machache kabla tujafanya maombi, kwa sababu ninataka tukafanye maombi.
Biblia inasemaje katika kitabu cha Wagalatia sura ya 4? Naomba tusomee Wagalatia sura ya 4. Mama Yakobo kwa hapo. Wagalatia sura ya 4 mstari wa kwanza, Biblia inasemaje? Wagalatia sura ya 4 mstari wa kwanza. Tusomee baba. Unasema, lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, angawa ni bwana wa yote, bali chini ya mawakili wa watunzaji, hata wakati uliokwisha kuamriwa na Baba. Biblia inasema mrithi wakati wote. Jambo la msingi la kujua, sisi ni warithi. Sisi ni warithi wa baraka zote alizonazo Mungu wetu. Hizo zinazoitwa fedha na dhahabu ni mali ya Mungu, sisi ndio warithi wake. Lakini Biblia inasema katika Wagalatia kwamba mwana awapo mdogo wakati wote hana tofauti na mtumwa, ingawaje yeye ni bwana wa kila kitu. Sasa inaweza ikawa kuna utoto fulani ambao unachangia kanisa lisidiliki. Inaweza ikawa kuna utoto fulani wa kiroho kanisa linachangia lisirithi baraka zake. Utoto unaweza ukawa kutokuelewa pia neno la Mungu. Utoto unaweza ukawa kutokujua kwamba unatakiwa uingie katika vita dhidi ya uchumi wako. Unaweza kawa ni utoto wa jinsi hiyo, kwa sababu tayari mali zina ambaye amezikamata. Wakati shetani alipotupwa, alizikalia fedha akaziatamia. Ndio maana unasikia alikuwa akimwambia Yesu, wakati Yesu alipokuwa mlimani akiomba kwa ajili ya ukombozi wangu mimi na wewe, shetani akamkuta, kwa sababu vita hii ilikuwa ikiendelea. Akamwambia, unisujudu, maana nimepewa hivi vyote viko chini yangu, nisujudu nikupatie. Na hii ilikuwa ni kama ingetokea hivyo, ingekuwa ni kushindwa kubaya sana, lakini Yesu akashinda. Akamwambia, ni Mungu peke yake anastahili asujudiwe. Wewe ni nani? Toka mbele yangu shetani. Lakini kuna ujumbe alikuwa anawakilisha. Ujumbe aliokuwa shetani anawakilisha, alikuwa anaonyesha kwamba ameukalia uchumi, kwamba ameushikilia uchumi. Uchumi uko mikononi mwake. Sasa anamwambia, nisujudie nikupatie fedha, nisujudie nikupatie mali. Sisi hatutamsujudia shetani ili kupata utajiri. Hatutamwabudu yeye, tutamwabudu Mungu peke yake. Yeye shetani chake yeye ni kumwambia ondoka haraka. Unamfukuza, anauachia, na unaanza kumiliki. Kwa hiyo ni vita, na vita havihitaji neno naomba basi shetani uniachie. Vita ni kupambana. Vita ni kupambana, vita ni kupigana dhidi ya ufalme wote ambao umeshikilia chochote. Kwa hiyo wakati huu tunapoendelea, naomba uyaangalie mazingira ya maisha yako. Angalia mazingira ya uchumi wako. Ni jambo gani ambalo umekuwa unajaribu kulifanya kwenye uchumi na haiwezekaniki? Leo ni kumwambia tu shetani, nipishe, ondoka, toka mbele ya njia zangu, kwa sababu mimi nimeahidiwa utajiri wote ni wa kwangu. Uangalie biashara yako inaendaje.
Ingia katika ulimwengu wa roho. Nimesema hapa sio kwa kusema naomba. Nipishe nipite, ninaenda kumiliki. Jina la Bwana libarikiwe. Unaomba kazi haupewi. Sio kwamba ni mpango wa Mungu, hapana. Ni adui ameshikilia uchumi, anataka umsujudie ili akupatie, na hata sujudiwa na kanisa kabisa. Hatutamsujudia, ila tutamwambia ondoka tupite. Sisi ndio warithi, sisi ndio watawala, sisi ndio tunayopaswa kumiliki chochote alicho nacho baba yetu. Ni haki yetu ya msingi tukimiliki. Ingia maombi ya kivita, ukomboe uchumi wako katika jina la Yesu. Komboa kazi za mikono yako. Inaweza ikawa kumekuwa kuna kuzaa mapooza, biashara zinazaa mapooza. Kataa hili katika jina la Yesu. Sema ni lazima nimiliki na kutawala. Jina la Bwana libarikiwe. Mambo yamekuwa hayaendi. Umejaribu hili limeshindikana, umejaribu na hii, umejaribu biashara hii, umejaribu kazi hii, mambo hayaendi. Ingia kwenye maombi ya kivita. Hii ni vita, na ni ajabu sana wakati uko kwenye vita alafu unalala usingizi, utapigwa vibaya. Hapa ni lazima kumwambia ondoka tupite. Tunapita na uchumi wetu. Naomba tusimame kanisa kwa miguu yetu wakati. Nataka tuingie kwenye maombi ya kivita. Maombi ya kivita. Usikae karibu na jirani yako, kwa sababu unaweza ukapata